siku ambayo imebeba dhamana ya kutukumbusha wajibu, misingi, malengo na namna ya kuenenda katika majukumu ya kuwahudumia Watanzania wenzetu. Tujikumbusha kwamba nchi yetu imejengwa katika misingi ya kikatiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, maadili ya kiutumishi na huduma ambayo yamejengwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizoko ndani ya taifa letu. Kwa msingi huo, imekuwa ni vyema sana leo kupata fursa ya kukumbushana mambo ambayo kila mmoja wetu anayafahamu. Kwa wale ambao ni wateule, unacho kiapo chako ambacho kinakueleza. Kwa wale ambao ni waajiriwa, yako maadili ya kazi. Kwa wale ambao ni wataalamu, yako maadili ya kitaaluma ambayo yamekusaidia kufikia hapo ulipofika leo. Kwa kikao kinachofanyika leo ni kikao cha kutukumbusha, kutujengea uwezo na kutupitisha katika mabadiliko mbalimbali ambayo yawezekana kwa shughuli zako umeshasahau kwamba unawajibika kufuata mabadiliko hayo. Kwa hiyo nikupongeze sana kamanda wa TAKUKURU. Mkoa wa Iringa umebahatika kuwa na kamanda wa TAKUKURU na watumishi wa TAKUKURU ambao ni wawajibikaji sana. Tuwapigie makofi mengi. Kazi nzuri. Wanachukua fursa hii kuwashukuru pia wakuu wa taasisi, wananchi na viongozi ambao mmekuwa mkisaidia TAKUKURU kufanya wajibu wake vizuri. Bila taarifa TAKUKURU haiwezi kufanya vizuri, bila ushirikiano TAKUKURU haiwezi kufanya vizuri, bila kuhakikisha kila mmoja anatimiza wajibu wake TAKUKURU haiwezi kufanya vizuri. Na sisi wote tunafahamu kwamba kazi ya kwanza ya TAKUKURU ni kuzuia, kazi ya pili ni kupambana. Kwa hiyo tukishirikiana na TAKUKURU katika kuzuia, kazi inakuwa ni nyepesi kote katika nchi yetu. Lakini tusiposhirikiana kwenye kuzuia, maana yake tutahitaji kushirikiana kwenye kupambana, maana madhara yatakapokuja hayatakuwa madhara ya mtu mmoja, yatakuwa ni madhara ya watu wote. Na ndio maana naendelea kuwashukuru wale wote ambao walitenga muda wao, rasilimali na kila kitu kuhakikisha wanakuwa sehemu ya kuunga mkono jitihada za serikali kupitia TAKUKURU mkoa wa Iringa kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa na kujenga ustawi wa maadili na utawala bora. Kutoka hapa baada ya mafunzo haya tukajitathmini upya. Ni kwa kiwango gani tumekuwa waadilifu? Namna gani tunasimamia haki, usawa, uwajibikaji, ushiriki na ushirikishaji wetu katika kupanga, kuamua mambo yenye tija kwa umma, lakini pia kuhakikisha kwamba maslahi ya umma yako juu ya maslahi yote. Hili ni jukumu la msingi ambalo viongozi wenzangu na watumishi lazima tulifanye. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha maadili yetu sisi wenyewe yanakuwa ni kiigizo chema kwa jamii na sio changamoto. Namna unavyozungumza na watu, namna unavyofanya mambo yako kwa watu, namna unavyoenenda katika jamii ya watu, wakuone wewe ni mtu mwadilifu, mtu mwenye maadili yasiyotiliwa mashaka. Maneno na matendo ya kiongozi yoyote lazima yawe questionable kwa sababu yeye ni kiongozi wa umma. Huwezi kuwazuia watu kuhoji maadili yako, mwenendo wako kwa sababu unafanya kazi katika jamii yao. Wana haki ya kujua huyu kiongozi wetu, huyu mtendaji wetu, huyu mtumishi wetu anaishije katika staili hii. Kwa ni muhimu sana hayo maadili yetu tuyazingatie, tuyasimamie. Wakati wote your behavior, your character, your attitude matters. Siku moja nilikuwa naongea nadhani sio na walimu, nikasema nadhani sio walimu wale. Unakwenda ofisi. Kama huna mudi ya kufanya kazi, bora usiende kazini. Kuliko kwenda kazini kupitia wewe, serikali ikadhalilika. Wewe unatoka na kisirani chako kwa baba mwenye nyumba, unakuja kazini. Kila anayekuja ofisini unamhamishia hasira zako za mwenye nyumba kwake. Wewe nani? Unataka nini? Kwa nini? Wapi? Kwani ugomvi? Moja ya sifa ya mtumishi wa umma lazima uwe na welcoming language. Mtu anapokuja ajione kabisa nimekuja kwenye ofisi yangu, ofisi ya umma. Haiwezekani mwananchi aje kwenye ofisi ya umma kama kaja jela. Nimesema jela kwa sababu jela mtu anakuwa ameshatuhumiwa, amehukumiwa, makosa yake anayajua. Kwa hiyo treatment yote anayoipitia kule ni sehemu ya kumkumbusha kwamba ulikosea na hutakiwi kukosea tena. Unajua kuna receptionist anaogopa kuliko bosi. Unajua hiyo? Wewe mapokezi pale umeweka mtu ana sura ya kijeshi. Yaani mtu akija anahojiwa, yaani maswali yanayotakiwa kuhojiwa na mkurugenzi nani, yote anahojiwa na PS. Hii ni tabia ya hovyo sana katika ofisi za umma. Na wananchi wengi wanakata tamaa kwenda kwenye ofisi za umma kwa sababu ya tabia za watu tuliowaweka kwenye milango ya ofisi za umma. Maswali yanayotakiwa kuongea na mkuu wa wilaya, maswali yanatoka kuongea na mkurugenzi, maswali yanatoka kuongea na mkuu wa taasisi, yote anaulizwa na mlinzi. Wewe nani kwani? Kwa hiyo shida imeanza lini? Yaani mlinzi anaanza kuminterrogate yule bwana mpaka anajiona hivi sasa kule ndani nafuata nini kama mlinzi kaishaniuliza yote hapa. Tunasahau kwamba wananchi hawa pia wana haki ya faragha. Wana haki ya kutunza taarifa zao. Hawawezi kushare taarifa zao na kila mtu.
Kwa hiyo tunaamini sana kwamba nyinyi mkijengewa uwezo, nyinyi mkikumbushwa, nyinyi mkiwezeshwa, mtatusaidia sana kama mkoa kusimamia yale yote ambayo tunaamini yakifanyika yatajenga uaminifu, yatajenga uadilifu na yatajenga taswira nzuri ya utawala bora katika mkoa wetu.